yanafanyika katika kaunti ya Vihiga ambako wananasa wamekita kambi huko wakizungumza na wakazi wa huko wakiwarai wapigie kura wakiwa na matumaini ya kupata ushindi katika uchaguzi ujao. Eneo zetu, yani zone hii, percentage ya wale wanatoka kupiga kura ni percentage karibu 70% ndio kubwa. Munisikize kabisa kwa hiyo point. Wale wengine wakitoka percentage yao is 85 to 90%. Sasa mimi nataka niwaombe ndugu na dada hapa. Ikiwa wewe unataka mabadiliko, na unataka Kenya iende mbele, nataka nikuulize jameni, siku ya kupiga kura, wewe wacha hii maneno ya kusema ninda mundu anjerize. Ati mtu anipatie kindu kidididi ndio niende kupiga. Wewe ukifanya hivyo, wewe ni wa Jubilee. Kusema ukweli, ikiwa wewe utauliza pesa kabla hujaenda kupiga kura, wewe ni mtu wa Jubilee. Kwa sababu tunataka turnout ya hapa iwe turnout ambayo watu watashangaa. Tunataka 90% voter turnout, 99% voter turnout. Hapo ndio tutaonesha hawa jamaa kwamba Wakenya wamebadilika. Ndio kwa sababu kuna mabango yanasema 10 million strong. Jambo la pili, vijana nyinyi ndio mtatoa haya mabadiliko. Katika Kenya hii, population ya wapigaji kura ambao wako 18 to 35 ni karibu 9 million. The young people combined, you are the ones who are carrying the key to the change in this country. Numunyumbeye nende rufungu nyara kuigura muriango mushya ku Kenya. Kwa hivyo nataka niwaombe, make that difference. Uhuru na Ruto ni wakora. Ni wakora. Ni wakora. Si walinidanganya mimi? Ama nyinyi mmesahau? Nitoboe ama nisitoboe? Nitoboe ama nisitoboe? Si mimi nilikuwa kwa Boma. Nilipokuwa kwa Boma, nikaona Range Rover nyeusi inaingia. Kuangalia kwa hiyo Range Rover, na ambayo ilikuja bila appointment, kuangalia naona Ruto ni driver. Naona Uhuru ni passenger. Naona Balala huko nyuma. Naona Makwere huko nyuma. Wakaingia, tunataka tukuone. Nikasema sawa sawa, hatufukuzi wageni. Mnataka nini? Waacha tuko na maneno. Wakakaa. Jamaa wakasema, Bwana Mudavadi, tunaona wewe ndio unaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Wakatengeneza mambo, hata wakaweka sahihi. Baada ya kuweka sahihi, mama akaleta chai, akaleta mandazi, akaleta samusa. Jamaa wa Jubilee walirarua. Baada ya mawiki mbili wameruka. Wakaniita mademon. Leo mimi ndio nimekuwa demon yenyewe kwa NASA. Mimi nataka niwaombe tena kwamba katika zile sheria za IEBC code, kabla hatujakuwa NASA, wakatengeneza mkataba kule kwa bunge. Baada ya siku chache Uhuru ameweka sahihi, tena akaruka, anaanza kubadilisha hiyo sheria ya uchaguzi. Kwa hivyo mimi nataka niseme, ikiwa hawa jamaa wako tayari na wanaweza chezea watu, wachezee wabunge, wachezee Musalia, watafanya nini raia wa kawaida?
watafanya nini? Na ndio kwa sababu wameharibu bei ya unga, wameharibu bei ya mafuta taa, wameharibu mambo ya madawa. Lazima waende nyumbani. Lazima waende nyumbani. Sisi kwa NASA tunataka elimu kwa wote, tunataka haki kwa wote, tunataka dawa ziwe kwa hospitali, tunataka watoto wetu wasome, tunataka vijana wetu wa university wakikopa ile loan ya Higher Education Loans Board wapate baada ya wiki 2 badala ya kuchelewesha hawa kwa miezi 6. Hawana tabu na wanasoma. Haya ndio mambo sisi tunataka tulenge. Kwa hivyo tukiwa hapa, mimi nawaomba tu mutaandeganye dawa. No murandeganya. Murandeganya. Muratuza zikura jinyu jos. Hebu nione wale watapiga hiyo kura. NASA NASA hawa. NASA hawa. NASA hawa. Na nitatoa apology ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Tulikuwa naye kule Bungoma na Trans Nzoia, lakini akakimbia kufanya kazi kule Nairobi. Atakuwa na sisi kesho Busia, lakini yeye yuko na sisi kabisa. Joho msijali, hiyo ni NASA. NASA wanapiga picha, si ndio? Joho wako kwa Ramadhan, akimaliza mambo ya Ramadhan pia yeye atazuru eneo hii. Sasa muko tayari? Muko tayari? Nataka nilete candidate wetu. Hapana, nataka nilete candidate wetu wa kitaifa, si ndio? Lakini nikisema chama unasema NASA, Si mnajua yote? ANC, Wiper, ODM, CCM, gani ingine? ANC. Gavana ataniambia yuko sawa? Yuko sawa? Haya, anasema atakuja kusign. Haya. Sasa nataka niwaulize kwa sababu tunamalizia, si ndio? Sisi tunasema hatutaki serikali ya nusu mkate. Tafadhali sikizeni. Hii ni siasa, watu wanataka wasikie maneno, si ndio? Haya. Uhuru anasema ati anataka serikali ya nusu mkate, ati sisi tunaunda serikali ya nusu mkate. Nataka nimwambie NASA, sisi hatuendi kwa mambo ya nusu mkate. Lengo letu ni kung'oa Uhuru na Ruto waende nyumbani tarehe 8 mwezi wa 8. Hatutaki mambo ya nusu. Hatutaki mambo ya nusu. Sasa mjitayarishe, tuingize Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. NASA hawa! NASA hawa! Haya. Vijana hoye. Vihiga hoye. Asanteni. Asanteni. Bandu wa Vihiga Mirembe. Mirembe handi. Muli moyo. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Vihiga. Vindu.
inataka Uhuru asikie kule pale iko. Manake yeye anapayuka payuka. Yeye na Ruto wanapayuka payuka. Niliwaambia ya kwamba kuna upepo mkali inakuja Kenya, ambaye inavuma kutoka mashariki kuelekea magharibi. Hii upepo inaitwa tsunami. Si imefika sasa? Si inasikika? Tarehe 8. Tunasema 8-8. Sema ni 8-8. 8-8. 8-8. 8-8. Hii ndio siku ambayo tutakutana nao. Timu yetu ya NASA kutana na timu ya Jubilee. Kila mahali tumekuwa, iwe pwani, iwe mashariki, iwe bonde la Ufa, kila mahali wa Kenya wanalia. Wanalia ati gharama ya maisha imepanda, uchumi umeporomoka. Sasa Wakenya wanalia zaidi. Bei ya unga iko wapi? Bei ya sukari iko wapi? Bei ya maziwa iko wapi? Nauli ya matatu iko wapi? Mafuta iko wapi? Na mshahara iko wapi? Kazi kwa vijana iko wapi? Sio? Hiyo ndio sababu nasema punda imechoka. Si punda imechoka? Tarehe 8 tunataka punda ishushe mzigo chini. Sisi tumesema tukishika hatamu ya utawala, ndani ya siku 100 gharama ya maisha itarudi chini. Uchumi itafufuka. Vijana watapata kazi. Tutapanua uchumi. Elimu vile vile tutaimarisha. Tumesema kuanzia Septemba, tamu ya mwisho, kuanzia nursery hadi form 4, watoto nasema bure bila karo yoyote. Na sio tu karo, vifaa, kalamu serikali, kitabu serikali, uniform serikali, deski serikali. Kazi ya mtoto ni kuingia tu na kusoma, sawa? Tunapunguza mizigo kutoka kwa wazazi. Hiyo pesa ya karo wazazi watumie kwa mambo zingine, sio? Vile vile tutaimarisha usalama. Tunaambia wale machifu, tumeambia kuna porojo wanaambiwa ati watafutwa kazi. Sisi hatuna haja ya kufuta machifu kazi. Watabaki wafanye kazi na wananchi, sawa? Hata askari tumeambia tutaimarisha mshahara yao. Tutainua mshahara yao. Watapata mshahara sawa sawa na hata manyumba ya kisasa, sawa? Ili walinde wananchi sawa sawa. Wawache kusumbua wananchi. Kuweke roadblock barabara ya kwenda pale atitoa kitu kidogo, sawa? Tunataka wawe watumishi kwa wote, sio? Wakati huu kama wewe umevamiwa nyumba yako na majambazi, ukipiga simu ati polisi wakuje, wanakuambia kuna petroli kwa gari yao, sio? Lakini wakisikia tu harufu ya chang'aa, wanakuja halahala, sio? Tumewaambia wawache kusumbua wananchi. Wananchi kama wamesafanya kazi, wanajiburudisha na ile kitu kidogo, wacha wao wajiburudishe.
Tumesema wale wazee ambao wamezeeka watapata rupurupu. Tena tutapandisha mpaka ifike 3,500. Mtu yeyote ambaye amehitimu umri ya miaka 65 kwenda juu, mama na mzee watapata rupurupu. Sawa. Na vile vile tunaangalia mambo ya miundo msingi. Jubilee waliahidi nyinyi ati wataleta laptop kwa watoto ndani ya siku. Imepatikana? Imepatikana? Jubilee walisema vijana watapata kazi. Imepatikana? Hadi mahali ambayo imeandikwa hakuna kazi, watabadilisha itaandikwa kuna kazi. Maana hizo kazi imepatikana? Walisema lami kilomita 10,000 imepatikana? Ile lami ambayo mnaona ilipigwa na sisi, sio? Hii barabara kutoka Kisumu Kakamega mpaka kule ilianzwa na sisi, Raila na Kibaki. Lakini miaka 4 imewashinda kumaliza, sawa? Sisi tukishika mtaona mabadiliko makubwa kwa pande ya miundo msingi, sawa? Kwa barabara, kwa upande ya maji, kwa upande ya kilimo, upande ya afya, upande ya elimu, yote itabadilika. Sawa? Sawa sawa? Sasa tumeambia jamaa hatutaki wajaribu wizi wa kura tena. Nimeona juzi nilisema kulikuwa na njama ya kuiba kura na kuleta wanajeshi pamoja na polisi. Nimeshangaa jana waziri wa ulinzi akiongea anasema watu wanajitayarisha pamoja na polisi ati kuleta usalama wakati wa uchaguzi. Jeshi haina jukumu kwa mambo ya ulinzi wa kindani. It is not the responsibility of the military to get involved in internal security. The army is only involved in external security, protecting the country. And if the government wants to use the military, they must go to parliament and get parliamentary authority. Kwa hivyo mimi naonya huyu waziri wa ulinzi, Mama Rachel Omamo, dada yangu, tafadhali jihadhari sana. Wachana na mambo hayo, usidanganywe. Majeshi vile mkuu wao alisema hawatakikani waingie mambo ya siasa. Wawache watu wa siasa wafanye siasa. Na wawachana hii mambo ya kuleta raia ndani ya vituo vya jeshi. Kwa nini county commissioners hata ingine naitwa at regional coordinators wanapelekwa ndani ya Embakasi Barracks atakufundisha mambo ya usalama? Hiyo ni njama ya kujaribu kuingiza majeshi kwa uwizi wa kura, na tumekataa. Si mmekataa? Ngapi mmekataa? Nione kwa mkono. Hatukubali na hatutakubali. Hatukubali na hatutakubali. Sisi tunasema kama wanajubilee wanasema wanaweza, tunataka kuona. Tumepimana na hao. Tunajua tuna kura mingi kushinda wao. Sisi tuko na kura 10,000,000 na zaidi. Tena ni 10 million plus. 10 million plus. 10 million plus. Iliyobaki sasa ni kutoa hiyo kura kwa mfuko ingie kwa debe. Sawa? Na mara hii tumefanya mpango inaitwa adopting a polling station. Kila kituo ya kupiga kura tunachukua watu 5. 5. Moja mwenyekiti, moja katibu, moja mweka hazina, moja mama, moja kijana. Sawa? Hao tunataka watuambie watu wangapi wamesajilishwa kwa hiyo kituo.
ni akina nani na wanaishi wapi. Inaitwa Know Your Voter. Sawa? Na kila kituo tunataka kujua ni wakina nani wako pale. Sawa sawa? Sasa ikifika siku ile ya kupiga kura, nataka kama tumelalia kura kesho, hakuna ya kulala. Mnakesha siku hiyo yote. Hakuna kulala. Mama, mzee asikukaribie mama. Sawa? Sawa. Na akikukaribia usimpatie. Sawa? Sawa. Mwambie bwana, tumelala na vita kesho. Tumelala na vita kesho. Sasa hakuna chochote mpaka ushindi, tutasherehekea kesho. Sawa sawa? Sawa sawa? Sasa ikifika siku hiyo, alfajiri mmekuwa kwa mstari. Alafu ukiingia ndani kule, agent wako ndani kule na register. Kipiga tick. Piga tick. Piga tick. Piga. Ikifika saa 3 wanatoa hiyo daftari nje. Wale wako nje wanaangalia. Nani amepiga, fulani amepiga, fulani amepiga, fulani bado, fulani bado. Vijana wanatuma kwa vijiji kuleta wale ambao hawajapiga ili wapige kura. Hata wale ambao wako wagonjwa kwa hospitali, gari inaenda na waleta wapige kura ndio warudishwe kwa hospitali. Mara hii tutaki hata kura yetu moja ilali. Timuko tayari? Wangapi wako tayari? Naona tena kwa mkono. Maana yake tunakwenda kwa mchuano kali. Timu zitacheza kule. Timu ya Jubilee itacheza na timu ya NASA. Sawa sawa? Hii ni mchuano kama ile ya zamani. Si sasa ya AFC na Gor Mahia. Zamani ilikuwa inaitwa Central Nyanza na North Nyanza. Sawa? Nimeleta salamu kutoka kwa Joe Kadengi. Mnajua Joe Kadengi? Anatoka hapa Vihiga. Amenituma nilete salamu zake. Yeye ndio alikuwa anacheza wakati ile ambayo ilikuwa kikombe inaitwa Remington Cup. Remington Cup. Sasa hiyo Remington Cup ilikuwa na mtazamaji huyo